Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti inayoundwa na mikoa mitatu ya Shinyanga, Simiyu na Mara, Bwana Lucas Ngoto, wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilika kikao cha siku 3 mfululizo kujadili na kupokea taarifa ya uchunguzi wa matokeo ya chaguzi mbalimbali zilizofanyika hapa nchini. Tundu Lissu kuwekwa gerezani itakuwa kwenye kanda yetu ni ajenda ya pili ya kutaka Tundu Lissu aachiwe. Ajenda ya kwanza kwenye kanda yetu ni no reform, no election. Na ajenda ya pili itakuwa ni free Tundu Lissu. Kwa hiyo wasituondoe kwenye mstari wa no reform, no election. Tutaendelea na hayo madai hata kama wamemweka mwenyekiti wetu ndani. Nao baadhi ya wanachama wa Chadema kanda ya Serengeti wakakazia msimamo huo, huku mwenyekiti wa mkoa wa Mara akikabidhi ripoti ya uchunguzi wa matukio ya chaguzi ukiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Sisi Chadema mkoa wa Mara tume transform hii ripoti kutoka kwetu, sasa imefika kwenye kanda. Ni ripoti ya taarifa ya matukio ya uhalifu na uvunjifu wa sheria na haki za binadamu iliyotokea 2019 tu mpaka 2024. Hatujaenda nyuma. Kwa hiyo hii ripoti tunaomba mwenyekiti uifikishe makao makuu. Katika hatua nyingine, Chadema kanda ya Serengeti imetangaza makada zaidi ya 100 wa chama hicho kwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu na kushinikiza aachiwe huru na serikali. Kwa misingi hiyo, sisi mkoa wa Simiyu tunaungana na mwenyekiti aliyepewa kesi ya uhaini. Tumeshapata maombi ya wananchi na wanachama. Tuna zaidi ya watu 105 mpaka sasa hivi. Tunatengeneza taratibu namna gani Simiyu inahamia Dar es Salaam kwenye kesi ya mwenyekiti. Nasema kwamba tunaungana na chama kwa kauli ya no reform, no election. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti inayoundwa na mikoa mitatu ya Shinyanga, Simiyu na Mara, Bwana Lucas Ngoto, wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilika kikao cha siku 3 mfululizo kujadili na kupokea taarifa ya uchunguzi wa matokeo ya chaguzi mbalimbali zilizofanyika hapa nchini. Tundu Lissu kuwekwa gerezani itakuwa kwenye kanda yetu ni ajenda ya pili ya kutaka Tundu Lissu aachiwe. Ajenda ya kwanza kwenye kanda yetu ni no reform, no election. Na ajenda ya pili itakuwa ni free Tundu Lissu. Kwa hiyo wasituondoe kwenye mstari wa no reform, no election. Tutaendelea na hayo madai hata kama wamemweka mwenyekiti wetu ndani. Nao baadhi ya wanachama wa Chadema kanda ya Serengeti wakakazia msimamo huo, huku mwenyekiti wa mkoa wa Mara akikabidhi ripoti ya uchunguzi wa matukio ya chaguzi ukiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Sisi Chadema mkoa wa Mara tume transform hii ripoti kutoka kwetu, sasa imefika kwenye kanda. Ni ripoti ya taarifa ya matukio ya uhalifu na uvunjifu wa sheria na haki za binadamu iliyotokea 2019 tu mpaka 2024. Hatujaenda nyuma. Kwa hiyo hii ripoti tunaomba mwenyekiti uifikishe makao makuu. Katika hatua nyingine, Chadema kanda ya Serengeti imetangaza makada zaidi ya 100 wa chama hicho kwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu na kushinikiza aachiwe huru na serikali. Kwa misingi hiyo, sisi mkoa wa Simiyu tunaungana na mwenyekiti aliyepewa kesi ya uhaini. Tumeshapata maombi ya wananchi na wanachama. Tuna zaidi ya watu 105 mpaka sasa hivi. Tunatengeneza taratibu namna gani Simiyu inahamia Dar es Salaam kwenye kesi ya mwenyekiti. Nasema kwamba tunaungana na chama kwa kauli ya no reform, no election.
Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti inayoundwa na mikoa mitatu ya Shinyanga, Simiyu na Mara, Bwana Lucas Ngoto, wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilika kikao cha siku 3 mfululizo kujadili na kupokea taarifa ya uchunguzi wa matokeo ya chaguzi mbalimbali zilizofanyika hapa nchini. Tundu Lissu kuwekwa gerezani itakuwa kwenye kanda yetu ni ajenda ya pili ya kutaka Tundu Lissu aachiwe. Ajenda ya kwanza kwenye kanda yetu ni no reform, no election. Na ajenda ya pili itakuwa ni free Tundu Lissu. Kwa hiyo wasituondoe kwenye mstari wa no reform, no election. Tutaendelea na hayo madai hata kama wamemweka mwenyekiti wetu ndani. Nao baadhi ya wanachama wa Chadema kanda ya Serengeti wakakazia msimamo huo, huku mwenyekiti wa mkoa wa Mara akikabidhi ripoti ya uchunguzi wa matukio ya chaguzi ukiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Sisi Chadema mkoa wa Mara tume transform hii ripoti kutoka kwetu, sasa imefika kwenye kanda. Ni ripoti ya taarifa ya matukio ya uhalifu na uvunjifu wa sheria na haki za binadamu iliyotokea 2019 tu mpaka 2024. Hatujaenda nyuma. Kwa hiyo hii ripoti tunaomba mwenyekiti uifikishe makao makuu. Katika hatua nyingine, Chadema kanda ya Serengeti imetangaza makada zaidi ya 100 wa chama hicho kwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu na kushinikiza aachiwe huru na serikali. Kwa misingi hiyo, sisi mkoa wa Simiyu tunaungana na mwenyekiti aliyepewa kesi ya uhaini. Tumeshapata maombi ya wananchi na wanachama. Tuna zaidi ya watu 105 mpaka sasa hivi. Tunatengeneza taratibu namna gani Simiyu inahamia Dar es Salaam kwenye kesi ya mwenyekiti. Nasema kwamba tunaungana na chama kwa kauli ya no reform, no election. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti inayoundwa na mikoa mitatu ya Shinyanga, Simiyu na Mara, Bwana Lucas Ngoto, wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilika kikao cha siku 3 mfululizo kujadili na kupokea taarifa ya uchunguzi wa matokeo ya chaguzi mbalimbali zilizofanyika hapa nchini. Tundu Lissu kuwekwa gerezani itakuwa kwenye kanda yetu ni ajenda ya pili ya kutaka Tundu Lissu aachiwe. Ajenda ya kwanza kwenye kanda yetu ni no reform, no election. Na ajenda ya pili itakuwa ni free Tundu Lissu. Kwa hiyo wasituondoe kwenye mstari wa no reform, no election. Tutaendelea na hayo madai hata kama wamemweka mwenyekiti wetu ndani. Nao baadhi ya wanachama wa Chadema kanda ya Serengeti wakakazia msimamo huo, huku mwenyekiti wa mkoa wa Mara akikabidhi ripoti ya uchunguzi wa matukio ya chaguzi ukiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Sisi Chadema mkoa wa Mara tume transform hii ripoti kutoka kwetu, sasa imefika kwenye kanda. Ni ripoti ya taarifa ya matukio ya uhalifu na uvunjifu wa sheria na haki za binadamu iliyotokea 2019 tu mpaka 2024. Hatujaenda nyuma. Kwa hiyo hii ripoti tunaomba mwenyekiti uifikishe makao makuu. Katika hatua nyingine, Chadema kanda ya Serengeti imetangaza makada zaidi ya 100 wa chama hicho kwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu na kushinikiza aachiwe huru na serikali. Kwa misingi hiyo, sisi mkoa wa Simiyu tunaungana na mwenyekiti aliyepewa kesi ya uhaini. Tumeshapata maombi ya wananchi na wanachama. Tuna zaidi ya watu 105 mpaka sasa hivi. Tunatengeneza taratibu namna gani Simiyu inahamia Dar es Salaam kwenye kesi ya mwenyekiti. Nasema kwamba tunaungana na chama kwa kauli ya no reform, no election.